Ni huzuni, simanzi, majonzi imetanda hapa katika kijiji cha Wawi Chake Chake Pemba, ambapo familia, ndugu na majirani inahuzunika kwa kuondokewa na mpendwa wao ambaye amefanyiwa vitendo vya ukatili na kuuliwa, na kusemekana marehemu kabla ya kufikwa na umauti aliondoka nyumbani kwake na kuelekea shambani kulima na kufua, na ndipo alipotokewa na tukio hilo. Kaka amekaona bora nilipenda peke yangu kwanza. Nilipoenda nafika hakuna mtu bondeni kweupe, hakuna mtu hata mmoja. Halafu nilipofika nikaangalia kuna karudia njia nyingine, nikasema pengine tumepishana njia. Halafu niliporudi hapa ndo kuna bibi mmoja anasema nipigia na mashamba nyingi. Pengine kenda kwa akasema hayupo, kashaka karudi bibi tukenda wote bondeni. Tulipoenda wote bibi bondeni, tulipofika tukenda yani pale kwa shamba yake hajafua. Mwili wa marehemu ulikuwa umeshafunikwa na Samaria mwema. Kwa tukakaa pale tukazidi kupigia simu polisi, bado tukampigia simu na DC. Tukamwambia polisi wafike haraka kwa sababu watu washajia kubondeni. Kwa bahati kama dakika 15 hivi Mwenyezi Mungu akafanya rehema zake, huyu mwenzangu ndo akamuona, lakini baada ya kumuona moyo wake haukumpa tena kwenda kuangalia, yani baada ya kuona miguu tu na akarudi mbio nyingi. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda mkoa wa Kusini Pemba Abdallah Hussein Musa amesema mtu mmoja ambaye anatuhumiwa kufanya tukio hilo tayari ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa hatua za upelelezi zaidi. Majira ya saa 7 za mchana huko maeneo ya Wawi Mtia iliyopo katika bonde la Misufini wilaya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, Tatu binti Mohamed Habibu mwenye umri wa miaka 55, yeye ni Mshirazi mkazi wa Wawi, alikutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa hauna nguo. Aidha, marehemu aliondoka siku ya tukio asubuhi majira ya saa 2 za asubuhi kwenda katika bonde hilo la Misufini kwa ajili ya kufua nguo zake pamoja na kuangalia shamba la mpunga. Ndipo alikutana na kadhia hiyo. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba kabla ya kufariki dunia marehemu alikuwa amebakwa na mtuhumiwa au watuhumiwa waliohusika na tukio hilo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba limemkamata mtuhumiwa mmoja, linaendelea na mahojiano hayo kwa ajili ya kuhusiana na tukio hilo. Nikiripoti kutoka Pemba, mimi ni Aisha Haji, Azam News.